Kabla sijamaliza, naomba nikwambie mambo muhimu ambayo yatakusaidia kulinda namna unavyo manage kazi za watu wengine, hususan pale ambapo utaacha uwezo wako wa malezi ya watoto wako ukakuathiri. Miaka mitatu imepita, taifa lilipoteza mtu mmoja very potential kwenye siasa na serikali. Huyu mtu nikamsikia daktari wake akihojiwa siku moja akisema, mheshimiwa alikuwa anaumwa mapafu, alikuwa na respiratory complications na nini, lakini nilipata neema kuongea na mke na kuongea na watoto wake, mmoja wa watoto wake, but nilijua kwa nini jamaa ameondoka. Alikuwa na changamoto, na baadaye nitakuonyesha magonjwa hapa, utayaona kwa nini huyo mheshimiwa alikuwa anateseka. Lakini kitu kilichomsumbua ni kwa sababu alikuwa busy sana na kazi, akasahau eneo la malezi. Wakati kesi inakuja ofisini kwangu, that man had 3 sons wako rehab. Watoto 3 walikuwa sober house, wote wamesoma nje, best universities, lakini wameenda kuja Tanzania, wameenda rehab kwa sababu wana pain, wana trauma, wana vent kwenye mambo ya madawa na pombe, kwa sababu wazazi hawako sawa. Few weeks zilizopita nilikuwa nafanya sessions na ofisi ya waziri mkuu. Mkuu mmoja wa kitengo ambacho kiko chini ya ofisi ya waziri mkuu, ambaye ni judge by profession, akaniambia baada ya Mauki kuzungumza, naomba nitoe ushuhuda wangu mwenyewe. Nazungumza kuhusu malezi. Akasema mtoto wangu wa miaka 25 alinifuata akaniambia, baba, naomba nitafutie mtu wa kuongea naye, kumuuliza swali la mahusiano. Dad, find for me somebody I want to ask a question about relationship. Baba akamwambia, ask me my son, niulize. Akamwambia, Dad, we are not that close. Akamwambia, baba, hatuna mahusiano ya karibu, mimi nikuulize wewe. Basi baba akamwambia, basi muulize mama. Yule dogo akamwambia, mom is even worse. Na hawa watu, baba ni judge na mama ni judge, ila mama ndio busy kuliko baba. Yule baba anasema, nikarudi chumbani kwangu nikajifungia, nilitoa machozi. Kwa nini? For the first time nimegundua nimeinvest kwa watoto wangu, best school, best university nje ya nchi. Kumbe watoto hawana ukaribu wa kuniambia personal issues zao. Nikamwambia, mheshimiwa judge, you have failed. Umefailed. Yani mpaka hapo kwa nchi tukikuangalia successful, lakini mpaka hapo umefailed. Naomba nikwambie mtu uliyeko hapa, ukishindwa kumanage malezi ya watoto wako, kuna pain na frustration utakuwa nayo. Ukija kazini, kuna vitu vitakushinda. Kwa hiyo vitu vichache ufanye. Namba 1, hakikisha unawapa muda watoto wako. Give them time. Kuna tofauti ya presence na presence. Presence ya SECE na presence ya TS. Presence ya TS ni zawadi. Watu wengi wanafikiri watoto wanataka zawadi, wanataka simu, wanataka iPad, wanataka internet bundle, wanataka PlayStation, but at the end of the day wanapokuwa, they will never remember that. Hawakumbuki hiyo. Wanakumbuka nini? Presence, muda uliokuwa nao, story ulizokuwa unapiga nao, maswali waliokuwa nakuuliza unajibu, namna ulivyotumia weakness zako kuwapa shule wao. Kana mtoto wako, mwambie, mwanangu, wewe ni mtoto wa nje ya ndoa. Usifikiri I was proud kukupata wewe. Sijuti kukupata wewe, lakini sikuwa ni kitu nafurahia sana kwa sababu kileta shida kwenye ndoa yangu. Mwanangu, usije ukapita mimi nilikopita. That's how kids learn. Lakini huwezi kuwaambia, kwa sababu siku nyingine nikifundisha na waambiaga wa baba, mtoto wako wa kike akaja kuposwa na kijana ambaye unamfahamu fika, lakini familia yako haijui kwamba unamjua huyo kijana, na huyo kijana unayemjua ana tabia kama za kwako. Utapokea posa? Utapokea posa? Au utaanza kusingizia dini yake huyu? Kumbe unajua ukweli kabisa, huyu mwamba na mimi mule mwanangu anaenda cha kike. Lakini wanaume wachache sana ambao wako radhi kuwaruhusu mabinti zao waende kwa vijana ambao wana tabia kama za kwao, kwa sababu unajijua kabisa tabia zako sio, na unajijua kabisa hamna mtu anajua, ni wewe na Mungu. Na unafahamu kuna mara nyingine hivi, unafahamu kuna wale watu wa matukio mpaka akikaa mwenyewe kuna kitu kinamwambia, ila wewe
umewazidi wote. Yaani unajishangaa, unaona mtu amekaa anasikitika hivi, kajiuliza swali. Lakini namba 2, hakikisha unafahamu critical time ya watoto. Ni muda gani unaweza ukaharibu malezi yao na ni muda gani unaweza usiharibu malezi yao. Wakati namaliza hili eneo, nikwambie watu, kama una mtoto kwenye miaka 4 mpaka 12, that is a critical time ya yule mtoto, either kuboreshwa kuwa bora au kuharibika. Miaka 4 mpaka 12, anaona nini huyo mtoto? Anaona baba anafanya nini? Anaona baba na mama wanazungumza nini? Anaona baba anafanya nini, analaumiwa nini? Anaona vitu gani? Observation learning. Watoto katika kipindi hichi wanajifunza kwa kuona zaidi kuliko kwa kuambiwa. Sasa kosa wanafanya wazazi at this point, wazazi wanaongea sana. At this point unatakiwa sio ufanye ile malezi ya do as I say. Unafanya malezi ya do as I do. Mtoto wako aone. Tuna vitoto vingi sana sasa hivi vinajua Kiingereza, havijui kusalimia. Kinakuja chini, kimetoka gorofani, baba ndo anakambia, Junior, greet uncle. Anambia, uncle, how are you? Hafu ananyamaza. Anambia, na anakuuliza, and him? Yani na huyu ni msalimie, mpaka mama babia, na huyu msalimie. Na yule msalimie. Tunaishi na watoto ambao hawajui uncle, hawajui auntie, kwamba auntie ni ndugu wa baba, uncle ni ndugu wa mama. Hawajui. Ukisema uncle ni yule anakimbia na baba marathon, auntie yuko kwenye vikoba na mama, babu anakaa shambani. They are not connected. Wanaondoka kwenye root. Ndio maana tunaanza kupata watu wana magonjwa ambayo hatuyaelewi. Kwa nini? Soma research. The more tunakuwa disconnected from our nature and our ancestral, the more tunakuwa weak kwenye immunity zetu.